Mungu listi nena hata moja. Chukua nafasi hata kuambia Mungu nisamehe, ili Mungu akaweze kuchukua na sehemu kidogo ya kuweza hata kuweka neno lake moyoni mwako. Maana andiko linasema neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Hebu tazamia baraka kutoka kwa Mungu. Tafakari ndani ya moyo wako na uambie Mungu, ninahitaji kubarikiwa siku ya leo. Ambia Bwana, ninahitaji kusikia maandiko kutoka kwako. Ambia Bwana, ninahitaji kufungulia masikio ya kiroho. Ambia Bwana, ninahitaji Mungu nikutazame siku ya leo, ili Bwana akaweze kupenyesha ndani ya moyo wako na ukaweze kuangalia hata jambo na hata neno moja ambalo Mungu anaenda kukuashiria siku ya leo, anaenda kukupea siku ya leo, anaenda kukufungulia masikio siku ya leo, na Mungu anaenda kukubadilisha kupitia wazo na neno lake kupitia kwa mchungaji wako. Mtazama moyo wako, jichunguze na utafakari jinsi ulivyo. Kama kuna jambo umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hebu ambia Mungu hata neno moja la msamaha peke yake. Ambia hata neno Mungu la msamaha hata moja peke yake. Hata kama sio wewe, ombea hata na ndugu yako msamaha. Ombea hata na dada yako msamaha. Ombea hata na baba yako msamaha, mama yako msamaha, ili tukaweze kufunguliwa. Jinsi Nehemia alivyoweza kutubu kwa ajili ya Yerusalemu, alipoweza kufanya hiyo dhambi na akaona ya kwamba ni yeye ndiye ametenda dhambi, na akaomba na kutubu kwa ajili yake. Hebu na ukaweze kutubu kwa ajili ya mwenzako na hata rafiki yako, ili Bwana akaweze kwa pamoja nasi siku ya leo. Karibu mchungaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu ya watakatifu wote, Mungu mpendwa, rafiki wa karibu nasi kila wakati, Mungu hawezi kuajilia yeyote yule, bali Mungu utawarejesha wote hata kwa nyumba yako. Tazama mchungaji amesimama madhabahuni, amesimama Mungu akiwa na wingi wa unyenyekevu kutoka kwako. Asante Mungu kwa sababu umeweza kumpea na kumjazia mafuta ya mbinguni ya kuweza kutulisha na kulisha kundi hili Mungu, wakaweze kunawiri na neno lako. Bwana, ukaweze kutumia kinywa chake tu, lakini mawazo na mambo mengi Mungu akaweze kutoka kwako. Na ibarikisha na mtakaza kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na shangwe na vigelegele kwa Bwana. Tukae chini na tunahitaji order. Please ushers, no movement wakati mchungaji amesimama. Naomba hiyo. Karibu mchungaji. Tupigie mchungaji Cheron makofi. Tupigie makofi nzuri. Amen. Hiyo ilikuwa ya mchungaji Cheron. Nataka tupigie Bwana Yesu makofi. Si Mungu ni mwema? Tungoje kwanza. Si tumekuwa tukingojea hii siku. Si imefika? AIC Mosoriot. Mmekuwa mkingojea hii siku na mnakaa vizuri. Kwaya mnang'ara. Watu wa Mungu mnakaa smart ndani ya Yesu. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Tumpigie Yesu makofi, kwa maana anastahili sifa za mioyo yetu. In Jesus name. Sijakuja peke yangu. Kabla sijaendelea, wacha nikaribishe ubavu. Sasa ni ubavu wangu, ubavu langu ni ubavu. The ribs of the bones of mchungaji. How do they say it? Hata sijui. Wacha tumpigie makofi anapokuja. Amen. Bwana Yesu sifiwe. Asubuhi ya leo na furahi kuwa miongoni mwenu kushiriki pamoja na nyinyi. Kwa majina ni Samuel Nderitu, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Wacha tubarikiwe pamoja. Asanteni. Amen. Asante. Thank you. Hatuwezi endelea kama niko hii area. Nimeona tumeimba tenugik sana na siwezi hubiri kama sijaimba moja. Kwa majina naitwa Pastor Monica Njambi Nderitu. Nderitu ndio huyo. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Natoka AIC Huruma, na asubuhi nilikuwa pale na nilitumwa na salamu. Tusipokee salamu za AIC Huruma. Chairman, mchungaji Reverend alinituma sana salamu na nimezifikisha. Naomba tu tusimame tuimbe 143
leo ni siku ya kusherekea. Tunasherekea nini? Tunasherekea kukamilika kwa hii nyumba. Ambia mwenzako hii nyumba ya Mungu inakamilika. Mwambie vizuri, kama huyo hajakwambia vizuri ambia mwingine ref, hii nyumba ya Mungu inakamilika. Yes, inakamilika katika jina la Yesu. Amen. Kama ukuta wa Yerusalemu ulikamilika, hata hii yetu mahali imebakia inakamilika katika jina la Yesu. Kwa maana tuko na imani Mungu anatenda. Sasa siku ya leo tunasherekea ushindi wa Mungu. Kwa sababu gani? Tunaamini Mungu ametenda. Kila ambacho umekuja nayo, hiyo inatenda katika jina la Yesu. 143 kwa 10 wiki. Na tuimbe vizuri, eh? Tunaingia katika somo letu la leo. Tulisomewa vizuri katika kitabu cha Mhubiri, that is Proverbs. No, Mithali, that is Proverbs. Mithali 3, Proverbs chapter 3 from verse 5 to 10. Siku ya leo, my theme of today is putting our trust in God. Putting our trust in God. Kuweka tumaini letu kwa Mungu. Kuweka tumaini letu kwa Mungu. Na tukoona hapa hivi katika kitabu cha Proverbs. Kwa wale ambao wako wamefika, wacha nikaweze kusoma. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe.
ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Ya kwamba tumtumaini Bwana kwa akili zetu zote, na ya kwamba tusizitegemee akili zetu wenyewe, kwa sababu hata akili zetu, our brains can fail us, but when we put our trust in God, God can never fail us. Bwana Yesu asifiwe. Katika ujenzi wa hii nyumba, tumaini letu hatuweki kwa binadamu, tumaini letu tunaiweka kwa Mungu. Katika maisha yetu, katika jamii zetu, ni vizuri tujifundishe kuweka tumaini letu kwa Mungu. Na hapa tukaambiwa vizuri katika kitabu cha Methali ya kwamba tumtumainie Bwana kwa moyo wetu wote. Ya kwamba kwa moyo wako wote ukaweze kumtumainia Bwana. Kwa nini tunaambiwa ya kwamba tunaambiwa kwamba wala usitegemee akili zako mwenyewe? Ya kwamba don't depend, usitegemee hata akili zako. Even your brain can fail you, your loved ones can fail you, but God can never fail you. Yule mtu ambaye unaweza na katika kitabu cha Jeremiah tukaambia kwamba amelaaniwa yule ambaye anamtumainia binadamu, lakini amebarikiwa yule anayeweka tumaini lake katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tujifundishe kuweka tumaini letu katika Bwana. Tunapopanda, tumeingia katika season, nimesikia kwa intercessory walikuwa wakiomba na wakakuwa kisema tunashukuru Mungu kwa mvua. Wakulima wameanza kutayarisha shamba. Si mbegu inawekwa chini. Ukiweka mbegu chini, unajuanga vile mbegu itamea. Tunatumainia Mungu ya kwamba nimeweka mbegu yangu chini na ninajua kwamba ikifika season ya kuvuna nitavuna. Hapo unatumianga akili yako mwenyewe, na wakati mwingine unapita unaona mahindi zingine ni smart, yani green smart, ingine imetoa kubwa kubwa, ingine ukiangalia bado ni ndogo ndogo, ingine imekaa nyembamba. Tunapoweka mbegu chini, tunafunika, tunaweka tumaini letu kwa Mungu. Katika maisha yetu kama Wakristo, katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, ni vizuri tuweke tumaini letu katika Bwana. Tusitegemee akili zetu. Even our brains can fail us, but God can never fail us. Bwana Yesu asifiwe. Na akaendelea akasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani kwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Napenda sana verse 9. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Ya kwamba tumheshimu Mungu kwa mali yetu. Tumekuja mahali hapa kumheshimu Mungu na mali yetu. Si leo ni siku ya kutolea Mungu. Tumekuja kuheshimu Mungu na mali yetu. Whatever ambayo uko nayo, capacity yenye Mungu amekubariki nayo, tumekuja kuheshimisha Mungu na mali yetu. We are not here for any other agenda. Hatujakuja kujua nani ni mzito kuliko mwingine. Tumekuja kuheshimisha Mungu na mali yetu. Ya kwamba unapoleta hauletei mosoriot. Mungu yuko mahali hapa, tunaipeana kwake. Na anatuambia nini verse 10? Anatuambia kwamba ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Tasema tu ni in simple term ya kwamba tunapomheshimu Mungu na mali yetu, yeye Mungu anaachilia baraka katika maisha yetu. Hauwezi mheshimisha Mungu na mali yako kama hujamtumainia. Usipomtumainia Mungu, you be stingy. Utakuwa ile mkono gamu, should I give? Ama nitoe hii kidogo ama nitoe. Lakini unapojua ni nani unatolea, unajua I'm giving it to the creator of the universe. Ninapeana mali yangu kwa yule ambaye aliniumba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu hapa anasema nilikuja na 5,000, sijui niweke tu 3,000 next week fare watoto. Lakini kenye umepapa, kile ambacho ulisema umekuja kutolea Mungu, haujakuja kutolea wachungaji,
haujakuja kutolea chairman wa kanisa, umekuja kumtolea Mungu. Ambia mwenzako umekuja kumtolea Mungu. Na ni vizuri kwa nyumba ya Mungu unaangalia ni nani unakaa naye. Usikae na yule mtu ako boring. Unakaa mtu amechangamka hivi. Unatoka mtu ambaye anakupea energies mzuri. Unajua ukikaa karibu na mtu ana smile, hata wewe utasmile. Ukikaa na mtu ananugunika, hata utaambukizwa manuguniko. So ni vizuri ukikuja kwa kanisa unaangalia ni nani. Unajua kwa kanisa ukikaa mahali watu wanaimba, wana dance, unajipata hata umeanza kupata energies ya kufanya nini? Ya kudance. Lakini ukikaa mahali watu wamesimama, unaogopa kudance. Kwa sababu gani? Utaonekana uko odd one out. So it is good unaangalia mwenye unakaa naye atakuongelesha. Kama mtu mwenye anakuongelesha anakusaidia neno ingie ndani vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Neno ingie ndani ikae nini vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja kumheshimisha Mungu na mali yetu. Na hatuwezi kumheshimisha kama hatujamtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kumpatia kama hatujamtumainia. Ni vizuri tuweke tumaini letu kwa Mungu. Na hapa tunaambiwa kwamba ndipo ghala zetu zitakapojazwa kwa wingi tunapomheshimisha na mali yetu. Naye Mungu si mchoyo, anaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu anaachilia baraka. Nikapenda kuna mtu mmoja ambaye he was the founder of the China Inland Missions. Na nikaona kanisa ya AIC kitambo ilikuwa inaitwa Africa Inland Missions. Nikaona inafanana, hii tu ni ile ya China, hii sasa ni ya Africa. Alikuwa wa China Inland Mission. Alikuwa anaitwa J. Hudson Taylor. Hiyo jina si lazima ushike, nataka tu kuwapatia quote yenye alikuwa anasema jina. Jua tu alikuwa ni founder wa China Inland Mission. Anakuwa akisema kwa Kiingereza ya kwamba God's work done in God's time, in God's way, will never lack provision. Sijui kama umeshika hiyo. God's work, kazi ya Mungu, ikifanywa kwa majira ya Mungu ama kwa wakati wa Mungu, na ifanywe kwa njia ya Mungu, haitawahi kosa provision. Pastor nisaidie, provision. Haitawahi kosa provision. What is provision in Kiswahili? Ama basi kwa Kikale. Provision ni nini na Kikale? Provision si ni kama mahitaji. Si ni kama mahitaji. Ya kwamba lile kitu ambacho kinahitajika haitawahi kosekana. Ya kwamba God's work done in God's time and in God's way will never lack provision. Ya kwamba kazi ya Mungu ikifanywa kwa wakati wa Mungu na kwa njia ya Mungu haitawahi kosa. Mahitaji ambayo yanahitajika Mungu atashughulikia. Na anatumia nani kushughulikia? Mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikubali kutumika na Mungu, anakwambia niko na kazi na nimekubariki. Katika hii dunia we are stewards. Sisi we are managers. Tuna manage vitu ambazo Mungu alitupatia. Kwa sababu katika hii dunia ulikuja na nini? Ulikuja bure kabisa, hukukuja na kitu chochote. We are just managers. Ile shamba Mungu amekubariki nayo, watoto ambao Mungu amekubariki nayo, mali ambayo Mungu amekubariki nayo, you're just a manager. Mbele za Mungu, you're just a manager. Sasa akikwambia niko na kazi, nisaidie kuifanya. Mungu akiwa mbinguni anatutumia sisi kama binadamu kuestablish kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukuta wa Yerusalemu, asubuhi nilikuwa nikisoma kitabu cha Nehemia wakati nilikuwa nikikuja hivi. Nikakuwa tu nikisoma kitabu cha Nehemia. Nikaona vile hapo chapter 1 wakati Nehemia aliposikia ukuta wa Yerusalemu umeanguka na akasikia kwamba the place is desolate. Kunakaa hakukai vizuri. Akalia, akaenda mbele za Mungu. Na nikapenda sana wakasema kwamba alifunga na akaomba. Akaenda kutafuta uso wa Mungu. Na akatubu. Vile ambapo mchungaji alikuwa akituambia tutubu. Akatubu on behalf of the people of Jerusalem. Na baadaye Mungu akatumia Nehemia kuinua ile ukuta wa Yerusalemu. Mungu anaangalianga mtu ambaye ako tayari. Uliza mwenzako, je, uko tayari? Ni vizuri tujue kama tuko tayari kutumika na Mungu. Kwa wakati huu mimi natumika kama mchungaji. Kuna wengine Mungu ameinua kama kingdom financiers. We need them in the
house of God. Kingdom Financials naweza sema tu wale watu wa kusponsor kazi ya Mungu. Kuna watu wengine Mungu ameweka katika nyumba, katika nyumba yake. Kila mtu ako na kazi yake. Mimi nikikuwa mchungaji pamoja na mchungaji Cheron na pamoja na yule mchungaji mwingine. Kuna mwingine, kila mtu ako na sehemu yake. Mwingine Mungu amemuinua kama muombezi. Unafaa usimame katika pengo kuambia Mungu nyumba yako ikamilike. Na kuambia Mungu wale umeinua kama Kingdom Financials wasiwahi kukosa. That is your part as an intercessor. Kuna yule ambaye Mungu amemuitia katika nyumba yake, praise and worshiper, kuitisha uwepo wa Mungu unakuja chini. It is good we get to know our positions in the house of God. Do you know your position in the house of God? As we trust in God, as we put our trust in God, can God trust you? Mungu anaweza kukuaminia. Je, Mungu anaweza kukuaminia? Watoto ambaye Mungu amekupea, Mungu amekuaminia. Huyu mume ambaye Mungu amenipea, ameniaminia na yeye. I need to take good care of him and he needs to take good care of me. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ambaye Mungu ametubariki nao, ni kuaminiwa tu, tumeaminiwa. We are stewards, we are managers, we need to take good care of them. Katika nyumba ya Mungu ni vizuri ujue sehemu yako. Na ukijua sehemu yako, usikuwe kama Sanballat na Tobias wakupiga kazi ya Mungu isiendelee. Ya kwamba unasikia with that the quote vile inasema God's work done in God's time. Ya kwamba wanasema tumeamua tumemaliza ukuta tuweke floor. Mwingine anasema tusiweke sahi, wacha hiyo pesa iendelee kukaa kwa account. Kukaa kwa account kufanya nini na kazi ya Mungu inakaa pending? It is good ya kwamba kazi ya Mungu ifanyike kwa majira ambayo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Tusipe watu wa kuchelewesha kazi ya Mungu. Mungu anakuambia peleka hiyo pesa kwa nyumba yangu. Wewe unasema wacha nikae nayo kidogo iniletee more interest in the account. Hizo interest haziwezi kufananishwa na baraka ambazo Mungu anaweza kuachilia kwa maisha yako. It is good we learn to obey the voice of God as we put our trust in him. It is good as we put our trust in God. It is good you know your position in the house of God. What is your position? Usiseme tu kazi yangu ni kwenda tu kukaa kanisani tu nimalize nini. No, you have your part. You have your part. Na ni vizuri ulize Mungu sehemu yangu ni gani. Kila mtu ajaze sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Those who choose to support God's work, they can never lack. Wale ambao wana support kazi ya Mungu hawawezi kukosa. We can never put our trust in God for provision, then we end up lacking. Hatuwezi muaminia Mungu kwa kushughulikia mahitaji yetu alafu tukose. Ni vizuri tuaminie Mungu mahitaji yetu. Wakati mwingine wacha niingilie kina mama kidogo. Wakati mwingine hata mzee asipoleta, usikasirikie mzee, rudi kwa magoti, enda mbele za Mungu. Uambie Mungu linipea huyu mzee. Lakini wewe God, you're the main provider. Kwa nini mzee akose na watoto wangu wakose? You need to provide. You're our provider. You provide through him. Bwana Yesu asifiwe. Before you complain to your husband, watoto, vijana, before you complain to your parents, enda mbele za Bwana kwanza kwa maombi. Ambia Mungu shughulikia mahitaji yetu kupitia hawa wazazi. And God will do that. Therefore, we cannot put our trust in God for provision. Then we end up lacking. Those who give are those who they have put their trust in God. Kuna wale ambao wana give generously. Kwa sababu gani? Umejua kwamba you're just a steward. Unajua mali si yako, iko na mwenyewe. Na kama ni kukuja unamrudishia tu nani? Mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa nikisema there are those people who trust their efforts. They don't put their trust in God. And they are very stingy. And a lot of times they are very broke. Hawananga kakitu. Kwa sababu gani? They are very stingy. Watu stingy, mkonogamu. Si tunajua watu mkonogamu. Watu wanasema the hand that gives receives. Na mkono ya kupeana kweli nakaa hivi. Nikikaa hivi kweli can I receive something? Lakini nikifungua si nita receive. We need to become generous people. Don't be stingy. Hata unapata kuna watu stingy. Mtu hata anasikia uchungu kuprovidea familia yake. Mahindi imejaa kwa store, mtu anauza yote, anabakishia familia yake gunia 2 ya kukula mwaka mzima. We need to be generous,
Be generous to your family. Be generous to the less fortunate. Let us be generous to the work of God. Tusikwe watu stingy. Wale ambao ni stingy, mtu anaona nikitoa hii alafu itakuwa aje. Tunatoa tukijua kwamba Mungu anatubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa tukijua kwamba nimetoa na nikasema kwamba hatutoi tukua tumepeana hapa Mostorio. Tunatoa kwa sababu hii ni madhabahu ya Mungu. Tunaamini Mungu yuko hapa, tunaipeana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri uongeleshe hiyo sadaka yako yenye unatoa, matoleo yako hiyo yenye the special offering. Unaambia Mungu kuna mambo nataka unishughulikie. Ninakupea hii na wewe pia unipatie. Unajua kuna mambo yenye imetusumbua for a very long time. Nikakumbuka kuna mama, there was a woman in our church, AIC Huruma. Alikuwa amesumbuliwa na pressure for a very long time. Then last year, was it last year November? Mungu akakuwa kimnenia akamwambia apeleke kiwango fulani cha pesa katika nyumba ya Mungu, alete hapo kwa madhabahu ya AIC Huruma. Mama akasumbuka kidogo. Akakuwa yani unajua sasa anashindwa nipeleke nisipeleke, yeye ni mwanabiashara. Si niongeze store kama, akaamua tu kuleta. Alipoleta wiki iliyofuata akamwambia Mungu ninapeleka hii pesa na nikiipeleka hii pressure yenye imenisumbua kwa miaka mingi ikaweze kuisha. The moment alileta pesa kwa madhabahu wiki iliyofuata akaenda kupimwa pressure 0. Akafuata 0. Pressure ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Pressure ikaisha. Ndio ni vizuri. Hiyo sadaka umeletea Mungu, naambia Mungu nimekuletea hii and I'm bringing generously. Hii sadaka inene watoto wangu. I'm not just bringing it kama mchango, no. I'm bringing it as a special offering. Ya kwamba Mungu nimekuletea hii. Mimi kama mkulima nibarikiwe katika hii season. Nitoe mavuno yenye haijawahi onekana. Nipate neema yako ijae kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tunapotoa nene hiyo sadaka. Speak to it. Unaambia wakikuita kama wale wote ambao watakuwa kileta pesa zao. Unaambia Mungu nimeleta hata kama ni 200. Si kuna yule mama alileta peni 2. Yesu akasema huyu ameleta zaidi. Kwa sababu gani? Alitoa kiwango chake. Let us be generous. Bwana Yesu asifiwe. Be generous to your family. Be generous to your community. Kuna watu unapata jirani hapo, mtoto hata hana kiatu, hana hata nguo, and you can do it. Pengine kuna mambo una struggle nayo na Mungu anangojea tu ya kwamba umwaminie, ubariki tu huyo mtoto ama ubariki tu hiyo nyumba na nyumba yako ijae baraka hivi. Mambo ambayo yanakusumbua yakaweze kuyeyuka. Let us learn to carry each other's burden. A lot of times we are very busy speaking about other people's problems, and God has trusted us to become the solution of their problems. Become a solution to someone's problem. Ya kwamba si usikie ya kwamba mtu fulani anapitia jambo fulani, mtu fulani anapitia shida fulani, usikwe ni mtu wa kuongea. Become a solution to that problem. Ambia Mungu kama wewe huwezi kuwa solution, ambia you can pray for that person. Ambia Mungu inua mtu ambaye atakuwa wa msaada kwa hii mambo ambayo huyu mtu anapitia. Tunaona kwamba katika kitabu cha Exodus, I will not read it, Exodus chapter 16. Ukisoma Exodus chapter 16, the whole of it, ni wakati wana wa Israeli walienda kumlalamikia Musa na Aaron. Ya kwamba ukisoma hapo juu kianzia hapo kuanzia verse 1 au verse 2 kiendelea, wakakuwa kiambia Musa, mmetuleta huku jangwani tukufie huku. Huko penye tulikuwa huko tulikuwa tunakula yani kwanza wanasema vizuri, we used to walikuwa nakula kwa pots of meat. Yani can imagine kwa Kiswahili masufuria ya nyama. Na huku umetuleta hata hakuna chakula, unataka tukufe na njaa. Wakalalamika na Musa akakuwa akiwaambia hamnilalamiki mimi, malalamishi yenu inamfikia Mungu. Na baadaye Mungu akaamua kubariki wana wa Israeli. Wakakuwa asubuhi, si tunajua story, asubuhi wanapewa mana, jioni wanapewa quail. Musa akamwambia watakula mpaka iwatoke, wanasema iwatoke na mapua. Akamwambia mtakula nyama hadi watoke na mapua. Mungu akakuwa kiwa provide. God is our provider. When we trust in him, nikakuwa nikimagine vile alikuwa na provide manna in the morning wakiamuka imejaa nje kama dew.
Na wanasema kwamba ilikuwa sweet as waffles na ilikuwa imeongezewa asali. Nikakuwa nikijiuliza hiyo nayo ilikuwa inatengenezewa wapi? Mbinguni kuna bakery. Jumili wanaiweka wanasema it was so sweet. Na jioni wako na quiz, nyama zimemwagika, zinanyesha tu hivi, nyama inafanya nini? Imagine what if you put your trust in God, what God can do. So it is good una reflect the things that God has done. Walipofika mahali wakataka maji, God gave them. Wakasahau, wakati mwingine tunasahau. Mungu walitaka njaa, Mungu akamake in the Red Sea, but they forgot. And the same God alikuwa anawabeba. Wakati mwingine tumeomba, Mungu amekubariki. Wakati mwingine tunasahau zile baraka ambazo Mungu ametupea. Na it is good we count your blessings, name them one by one. Oh, count your blessings, see what God has done. Hey, count your blessings, name them one by one. Oh, and it will surprise you what the Lord has done. It is good sometimes. Don't meditate on your problems. Meditate on the things that God has done for you. Ulitaka Mungu apeleke mtoto wangu, he made a way, ameenda. Umeshasahau, umeanza kulalamika anitumii pesa. Ulimwambia amupeleke ng'ambo, si umwombe apate pesa akutumie. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tusisahau baraka ambazo Mungu ametupatia. Even just waking up, it is a blessing. Kukuwa na afya nzuri, it is a blessing. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuwa nikisema hapo Exodus 16:18 ya kwamba walikuwa wakiokota na wakakuwa kisema ya kwamba wale those who gathered little and those who gathered more, they had no lack. Wale wenye waliokota kidogo na wenye waliokota mingi, hakuna mwenye alipungukiwa. Wote walitosheleka. Ile yenye umekucha nayo, kama mwenye amekucha na mingi, mwenye anaona yake ni kidogo, ninatangaza ya kwamba hakuna mwenye atapungukiwa katika jina la Yesu. Whatever we bring according to our capacity, we shall receive the blessings of the Lord. Ukileta tu according to your capacity, God knows our capacities. Ukileta mbele za Mungu according kwa kiwango chako, hautawahi kosa. Kwa sababu Mungu anajua kiwango ya kila mmoja wetu. Anajua kiwango ya kila mmoja wetu. No one will suffer lack because we are trusting our provider, who is the Almighty God. As we put our trust in God, number one, we need to give according to our capacity. We need to give according to our capacity. That is in the book of 2 Corinthians chapter 8 and verse 3. We can read that. 2 Corinthians Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 10 to 12. Chapter 8 verse 3. We need to give according to our capacity. Toa kulingana na uwezo wako. Na hatuwezi kumdanganya Mungu. God knows our capacities. 2 Corinthians chapter 8 and verse 3. The Bible says, kwa Kiswahili Biblia inasema, maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Hapa Paulo alikuwa akiongelea kanisa la Makedonia, na akakuwa akisema verse 3, akakuwa akisema anatoa ushuhuda, anawashuhudia ya kwamba walitoa kwa uwezo wao na hata zaidi ya uwezo wao, na wakatoa kwa hiari yao, hawakulazimishwa. We should give according to our capacity. And even kama unaweza kutoa beyond, you can give even beyond your capacity. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, we need to complete what we desire. Complete what you desire. That is in the book of 2 Corinthians chapter 8, 10 to 12. Yale matamanio, kama ni tamanio letu
hili jengo likaweze kukamilika. Ni vizuri tukiikamilisha kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tukikamilisha katika kwa wakati. Wakati mwingine kuna projects zako, personal projects. It is good you complete them. Their family projects. Kuna nyumba zimejengwa zimebaki pending. It is good you pray na unaambia Mungu, ninapokutolea zile projects niko nazo, personal, zile projects za jamii, zile projects za community zikaweze kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri tukizikamilisha. And we also need to complete projects in the house of God. Kuna zile projects ambazo ziko katika nyumba ya Mungu. It is good tukizikamilisha. Tukisoma hapo 2 Corinthians chapter 8 from verse 10. Akakuwa akiwashauri, huyu ni Paulo, akakuwa akisema, nami katika neno hili natoa shauri langu. He was advising them. Akakuwa akiwa-advise. Akakuwa akisema ya kwamba, maana neno hili natoa shauri langu. Maana neno hili la wafanya nini mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako. Timizeni kule kutenda nako. Ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadri ya mlivyo navyo. Maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadri ya sivyo navyo. Ya kwamba tulitamani hili jengo, tukaona ya kwamba hile kanisa imekuwa ndogo, tunatamani kanisa kubwa, tumelitamani kanisa kubwa. Ni vizuri tuikamilishe kwa wakati. Hapa Paulo akakuwa akiwaambia walikuwa wamechelewa, matoleo yao ilikuwa imechelewa kwa mwaka mzima. Akakuwa akiwaambia kwamba mwaka mzima umeisha, hatujakamilisha. Ni vizuri tulete tena mali zetu tukamilishe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri, tumetamani hili jengo likaweze kukamilika, tukaweze kukamilisha. Na ni nani ataikamilisha? Ni mimi na wewe. Hakuna mtu mwingine special. The special people is me and you. We are the special people ambaye Mungu anaaminia kukamilika kwa nyumba hili. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, nimesema projects in the house of God. Na katika kitabu cha Hagai chapter 1, nikimalizia Hagai chapter 1 verse 2, ukisoma yote mpaka 11. Hagai chapter 1, Biblia inasema verse 2, Bwana wa majeshi asema hivi, kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana likakuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba ya Bwana inakaa hali kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, mpande mbegu nyingi mkavuna, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mkakula lakini hamkushiba, mkakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani mkate mti, mkaijenga nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mungu akakuwa akiongelesha nabii Hagai, na akakuwa akiongelesha watoto wa Israeli. Akakuwa akiwaambia ya kwamba hii si wakati ya nyinyi kukaa katika nyumba zenyu nzuri, ni wakati wa kutoka na kujenga nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba zetu si ziko na tiles are needed. Kama ni tiles ama ile ingine, ile floor ingine, it is needed here. Kama ni viketi, si tuko na viketi vizuri, wengine wako na recliners, whatever type of seats you have, good seats are needed here. Hatutaendelea kukaa nyumba ya Mungu kikaje hivi.
Na wakakuwa kiambiwa mnakunywa lakini hamtosheki, mnakula lakini hamshibi, mnavaa lakini hamng'ari, na mnapata mishahara lakini mkienda kwa mifugo imetoboka. Kwa sababu gani? Nyumba ya Mungu haikuwa imetengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Si tutumike kupamba nyumba ya Mungu. Kuna wenye wako na capacity. Mtu anaweza jitoa na amalize hii nyumba. It's not a big deal. Kama Mungu amekubariki, you can do something. Unasema flow, mimi nachukua yote. Viketi, unasema tu I can bring na leta 100 seeds. Yenye hata ukitoa kwa account yako hakuna kitu imetingika. Na baraka nazo zinafanya nini? Zinakufuata. Ni mbegu unaweka chini. Si lazima wewe ukule, kizazi chako kitakikula. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana. Kuna huyu mtumishi wa Mungu, tunamjua wengi wetu. Alikuwa anaitwa Kim Nyige. Si tunamjua Kim Nyige? Ama nyinyi hamumjui Kim Nyige? Mimi namjua Kim Nyige. Sijui how comes mimi ni Mkikuyu lakini I know a lot of things concerning Wakale, Kalenjin. Ni kwa sababu I love Kalenjin people. Nikakuwa nikiambia my husband angechelewa tu hivi kidogo ningechukuliwa na Wakale, lakini aliharakisha kidogo. Bure ningebaki kwa Wakale. Sasa nimekuwa na passion ya Wakale mpaka hata yeye amependa. Amejua hata yeye Tenwogik. Amejua kuimba Tenwogik. Nilikuwa sasa ninasema sasa karibu ninapotea. Yeah. So it is good. Nilikuwa nasema Kim Nyige. Kim Nyige unaona alipanda mbegu, si huyo? Kwa wale ambao wanajua ushuhuda wa yule mtumishi wa Mungu, hakutaka mchezo yoyote. Si ni ukweli? Hakutaka hata kujiunganisha na zile cultures. Watu wanajua maneno ya Kim Nyige. Sitaki kusema sana. Na mpaka leo hii kuna wakati nilikutana na 2 gogos. Walikuwa sijui ni great grandchildren wa Kim Nyige. Juna ni wagogo. Tukakutana nao tu mahali. Na wale wa mama wamebarikiwa. Unasema kubarikiwa. Wamebarikiwa. Wanakula mbegu ya nani? Ya Kim Nyige. Ile mbegu nzuri yenye alipanda mpaka wakati huu. Bado watoto wake wanafanya nini? Wanakula. Na hiyo mbegu haiwezi kuisha. Juu alijitoa kwa Mungu. Naye Mungu akajitoa kubariki nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you're doing, kama unafanya jambo nzuri, kwa Kikuyu tunasemanga weka wega newe wekera. Kwa wale wa Kikuyu wenye wakapa, weka oru newe wekera. Sasa sijui nitasema aje na Kikale. Yaani ukifanya mabaya ni wewe umejifanyia. Ukitenda mazuri haujatendea mwingine, ni wewe umejitendea. Bwana Yesu asifiwe. Na Mswahili akasema kikulacho a lot of times tunaekaka kwa maadui. Na si haiendi kwa maadui peke yake, hata wewe mwenyewe you can become the enemy of yourself. Unapotenda mabaya, you're becoming an enemy of yourself, an enemy of your generation. Na pale katika Proverbs tukaambia kwamba tuogope, tujitenge na mabaya, tujitenge na maovu. Ukitenda mazuri ni wewe umejitendea, umeweka mbegu chini, itamea. Na ikikuwa mti mkubwa, utajaribu kukata ile kisiki, bado inachipukanga tena. Ni vizuri kuweka mbegu nzuri chini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweka mbegu ya aina gani? Unaweka mbegu ya aina gani? Whatever seed you're putting on the ground, it will either become a blessing to your generation or a curse to your generation. Tunakuwa tukikuwa huko nyuma na wachungaji, tunakuwa tukisema lineage ya wachawi inatoanga nini? Unless mtu ajitoe, atafute Mungu kwa bidii, ndio amejitenganisha na ile uchawi, na si rahisi. Kama gogo, unapata gogo alikuwa mchawi, watoto wanakuwa wachawi, hata unapata struggle, unajipata tu ile damu iko ndani. Si kama Kim Nyige alikuwa mtumishi wa Mungu, watoto wake a good number of them ni watumishi, yani hata kama they are not on the pulpit preaching, but wako na utumishi ndani yao. Wako na utumishi ndani yao. Ukikuwa unapenda wewe you're a corrupt person, wewe mali yako ni ya corruption, it is a seed you're putting on the ground. It will come back to you. Na inakujaga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Right now Kenyans are complaining. Kama uko pale, you're a corrupt leader, it will come back to you. Na inakujaga vizuri. Baraka wanasema mwezi akiba, Biblia inasema arudishe mara 7. Akishikwa arejeshe mara ngapi? So
kiboko ya Mungu ikiingia kwa nyumba yako inakaa namna gani? It is good kama tumejiita wa Kristo, tukae katika Ukristo. Kristo aonekane ndani yetu. Hata kama wengine wote wanatenda uovu, sisi ijulikane yule mama ni wa Mungu, yule mzee hatakagi mchezo, ameshika wokovu. Let us become good letters that can be read so well with people. Let us become people when Christ is seated on his throne, he can be proud with us. Let us become good ambassadors of Christ. Katika vijiji, let us represent God. Nimesema ni mbegu tunaweka chini. Wakati ukiambiwa mnakunywa na mtosheki, mnakula hamshibi, kwa sababu gani? Walikuwa wameacha nyumba ya Mungu haijakaa vizuri. Sisi tumeacha nyumba ya Mungu haijakaa vizuri. Tumejaribu na Mungu anaona effort. Si ni ukweli? Lakini tusikubali ikae hivi, tuikamilishe. Na nimesema ni mfuko yako na yangu itakamilisha. Ambia mwenzako ni yako inahitajika ikamilishe. Na unaangalia jirani ni nani umekaa naye. Mwambie ni yako inahitaji ikamilishe. Yako na yangu inahitaji ikamilishe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbegu ya aina gani? Ya kwamba unavaa nguo au unapata mama amevaa nguo ya taki lakini neema yuko juu. Kuna mwenye ameokota tu ingine ya West. Alienda tu si wanachaguanga ile hivi. Lakini Mungu ameachilia neema juu yake. Unajua kujitoa, tunaweza kujitoa kwa njia mingi. Bwana Yesu asifiwe. Si tujifundishe kumtumainia huyu Mungu. Tumtumainie, tusikubali nyumba yake kai, tuimalize. Let us become cheerful givers. Because God loves a cheerful giver. That is in the book of 2 Corinthians chapter 9 from verse 6 ukisoma. We harvest according to the seeds we place in the ground. And trust God for the harvest. Let's give the way you had purpose in your heart according to your capacity. When you give cheerfully, you will have all sufficiency. This is the word of God. When you give cheerfully, you will have all sufficiently. Ukitoa na moyo mkunjufu. Yule mama alitoa peni 2 lakini alitoa na moyo mkunjufu. She was a cheerful giver. Na Yesu akasema huyu ametoa yote. Bwana Yesu asifiwe. Let us give. Unapata mwingine anasema tumechenga sana, mimi sitaenda hiyo kanisa mpaka ikamilike. Unapea wengine baraka. Unapea wengine baraka. Si kuna watu kanisa ikijengwa wana withdraw, wanataka kukuja kama imemalizika. Hata hiyo 100 yako it is counted somewhere. Usiogope ati mimi nimetoa 100 wengine wametoa 1,100. Hiyo 100 yako Mungu anaiona. Hautolei mtu, unatolea nani? Mungu. Let us become partakers of the blessings of God. Let us enter into covenants with him. Let us thank him and acknowledge God's greatness in our lives. Let us become partakers of the blessings of God. Tuingie katika maagano na yeye. Si tunajenga nyumba ya Mungu, tunaingia kwa maagano na yeye. Na nimekuambia kwamba hata kama hujui kuomba vizuri, ambia Mungu hili ninaleta kwako. Hapo tu kimoyo moyo, usiombe hata watu wakisikia. Hata saa hizi ninapomalizia kuhubiri, ongea tu kimoyo moyo, ambia Mungu hii pesa nimeileta na ninaileta kwako. Ile shida ambayo inakusumbua inua mbele zake. God will take care of it. Amen. Na tuende mbele zake tukimshukuru. Na let us acknowledge his greatness. Let us acknowledge ukuu wa Mungu. Mungu ni mkuu. Nikakuwa nikiona wakati Musa walikuwa kijenga the Ark of the Covenant, wana wa Israeli walitoa dhahabu mpaka Musa akamwambia imetosha. Si hata sisi tutoe mpaka mchungaji atuambie basi imetosha. Hata ukienda nyumbani, tukitoa leo, enda nyumbani, endelea kujichunguza. Amua, chukua madirisha yote. Hata si lazima ijulikane ni wewe umetoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sisi tulimaliza kujenga kanisa, tunajenga ukuta na modern toilets. Tukamwambia kanisa kama uko pale si lazima pia partake of God's blessings. Kama unahisi unaweza nunua simiti 20, unakuja tu unauliza whatever is needed. Kumbe kulikuwa tuna mzee amekaa na ngojea tu kuambiwa hivyo. Baadaye tukiwa kwa ofisi, akakuja akasema mimi nimekuja kushukuru Mungu
na kushuhudia ukuu wake. Sikukuwa na kazi, lakini Mungu amenipea, nimeingia kwa national government. Ninaleta simiti 25. Akatoa 25,000. So tukassume one cement is 1,000 shillings. Akatoa 25,000. Akasema kazi ya Mungu iendelee mbele. Kuna watu wamebarikiwa. According to your capacity, unaweza chenga kanisa peke yako. Kuna watu wamebarikiwa viketi, unaweza chukua zote. Kenpol si mbali na wewe, you can order from the company. Si ulete hiyo connection hapa. Nazo baraka za Mungu zishuke katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza sema mimi nimefanya wiring, nimefanya electrical engineering. Unasema ninakuja chairman, reverend, ninafanya wiring yote. Nyinyi mnunue wires, I will do nitasimamia yote. Na sitaki kulipo hiyo pesa yenye ningelikuwa ingie mahali pengine. You're becoming a partaker of the blessings of God. Si Mungu atupe ufunuo ya kwamba unapoenda kulala Mungu akupe ufunuo ya nini inahitajika. Kuna mwingine hata wewe nunua hata mopa, si kanisa itahitaji kuoshwa. Nunua mopa, tengeneza hapo hivyo. Mama, fikiria, nunua, unasema mimi I will take care ya hapa mbele kwa madhabahu. Carpet hapa mbele ni mimi nashughulikia. Kimoyo moyo tu kuja ambia reverend nimenunua ndio hii. Nibarikishe, si lazima hata kanisa ijue, Mungu bora ajue. You touch the heart of God. Amen. Ambia mwenzako gusa moyo wa Mungu. Ukimsaidia kusimama mwambie gusa moyo wa Mungu. Ukimsaidia kusimama mwambie gusa moyo wa Mungu. It is good we touch the heart of God. Tuguze moyo wa Mungu. Kuna mtu amebarikiwa, yani kuna chochote as I'm speaking, kila mtu anajua capacity yake. Unaweza sema yes, mimi sina pesa, sina nini, lakini mafundi wakikuja hapa ninakuja, nitawatafutia maji. Wakimwaga, unasema wakati moja kama ni mama nasema mimi nitatengeneza lunch. Nitatengeneza tu githeri yangu nikarange vizuri na chai niwaletee hapa. Hiyo you've done something. Unasema leo mafundi natengenezea uji, au mafundi watatoka hapa watasema tulilishwa hiyo kanisa. Wakatoka na ushuhuda mzuri. Si ni ukweli? Wakatoka na ushuhuda mzuri. Unaweza kashiaga uko na unga kwa store, uko na mboga kwa shamba. Tengeneza ugali, kucha, tengeneza mboga, letea mafundi. Wakuja hata ukutumia pesa, kundi uko nayo. Unapika ugali, unaweka kwa chemkube, mboga unaleta tu hapa. You've not incur any kind of cost. But you bring it, unaletea mafundi, au mafundi watasema huyo mama abarikiwe, hiyo kanisa ibarikiwe. Kanisa inabarikiwa kwa sababu yako. Si Mungu atupe ufunuo, atunelee ya kwamba tumalize kazi yake na tufanye kazi ya Mungu na moyo mkunjufu. Please don't complain. Kama uta-complain, it's better you just stay with your money, kwa sababu you will not receive the blessings of God. Unasema tumetoa sana, hatujapewa break. Kama Mungu anaona mmebarikiwa, hataki kuwapea break. Si kanisa itaki kuwapea break. Mungu pengine anaona sitaki kupea watu break, kazi yangu ishe. Tuvunje record. Like, I'm so proud with this church. 6 years and this is what you're doing. Si mjipigie makofi. Nyinyi ni watu wa maana. Unapata watu wamekaa kanisa 50 years. Ilianza 1970 ngapi? Lakini wako kanisa hivi. But mahali mnaenda mbali. Na tunapojenga physically, hata kwa kiroho tujenge. Tutengeneze anga mahali hapa. Wagonjwa wakikuja wapate uponyaji. Watu wakiwa na shida watasema niliingia tu kwa hiyo mlango nikakutana na Yesu. Tutengeneze. As we are building physically, we also build in the spiritual realm. Ya kwamba mapepo ya hapa kambi kuku hayatakaa, kwa sababu Yesu anakaa Mosoriot. Wanasema tulihama kwa sababu ya hiyo madhabahu. Hatungeweza kuvumilia kwa sababu ya moto ambao unawaka mahali pale. As we also build physically, tuingie kwa anga ya kiroho, tutengeneze anga nzuri ya kukaribisha uwepo wa Mungu. Fungua tu kinywa chako. Nenda sadaka ambayo umeleta mahali hapa. The offerings ambazo umeleta. Just tell God. Maybe kuna kitu ambacho imekuwa kikusumbua kwa muda mrefu. Pengine ni magonjwa, pengine ni
yako. Ambia Mungu, ninapojiunganisha na kazi yako nikaweze kukutana na baraka zako. Ambia Mungu, ninaleta, sileti Mosori eti ninione, ninaleta wewe unione. Please just go before the Lord. Speak for the offerings that you're bringing. Ile mchango ambayo umeleta, this is a privilege. Inene tangaza ya kwamba hii inatumika kufungua malango ya baraka katika maisha yako. Tangaza ya kwamba hii ni kifunguu ya kuleta baraka katika maisha yako, ya kwamba unakutana na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Usinipite Mwokozi, Father, we bless your name. We exalt your name because there is no one else like you. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa sababu ya neno lako. Tusaidie tukaweze kuweka tumaini letu kwako. We desire to put our trust in you. Father, you are our refuge. You are our fortress. And God, this beautiful afternoon, we are surrendering before you. Lord God Almighty, this is a beautiful day that we've been praying for it, and God, the day is here. We are expecting from you that God, you may bless us as a church, as AIC Mosoriot, that God, we may encounter with your blessings in Jesus' mighty name. Achilia baraka zako mahali hapa. Achilia ushindi wako mahali hapa. Na unapoziachilia watu wako wakaweze kukutana na baraka zako. Kila mmoja kulingana na kiwango chake cha baraka ambazo umeachilia katika maisha yake. Tunapoenda kutoa mbele zako, tunaomba waweze kutubariki. Mahali ambayo tunatoa mbele zako, as we honor you with our offerings, so God, as we honor you with our possession, may the closed doors be open in the name of Jesus. Father, may we see redemption in our families. May we see restoration in the lives of our children. Father, Lord, may we see a bountiful harvest in our lands in the name of Jesus. Heavenly Father, we are praying that you may build a hedge of protection as your people are giving unto you. May you release your protection. May you become our provider.
kawaida, in the mighty name of Jesus Christ. Sadaka ambazo watu wamejitayarisha nazo, matoleo maalum ambayo watu wako wamejitayarisha nazo, Baba, ikaweze kuwaninea wanapofika manyumbani, wakutane na baraka zako, wakutane na wewe katika jina la Yesu Kristo. May you do something, oh God, through this special offering. May you cause people to fear you because of the testimonies talking of glory that you're releasing this afternoon, in the mighty name of Jesus Christ. Hizi pesa zote Baba zikakuletea utukufu, matoleo haya yote ya kutuletea utukufu, na watu wako wapokee uponyaji katika miili yao, uponyaji ukashuke